Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana habari mbalimbali. Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepinga shinikizo kuhusu mazungumzo na waasi wa M23. Licha ya shinikizo la kimataifa kuongezeka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesimama kidete katika uamuzi wake wa kuto kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la waasi la M23 ambalo limepata maendeleo makubwa mashariki mwa nchi hiyo katika miezi ya hivi karibuni. Wiki iliyopita, serikali ya Uingereza iliongoza wito kwa kundi hilo kuwa sehemu ya mazungumzo jumuishi ili kusaidia kupata suluhu la kisiasa kwa mzozo huo. Lakini pia katika mahojiano, Waziri Mkuu wa DR Congo Judith Suminwa Turuka alisema serikali yake inataka kufanya mazungumzo na nchi jirani ya Rwanda ambayo imeituhumu kuunga mkono M23. Takriban watu zaidi ya 8,500 wameuawa tangu mapigano yalipoongezeka mwezi wa kwanza kulingana na mamlaka ya Kongo. Mamia kwa maelfu pia wamelazimika kutoka makwao kutokana na machafuko yaliyosababishwa na mapigano hayo ambayo wataalamu wa Umoja Mataifa na wengine wanaona Rwanda kuwa na jukumu muhimu. Ukweli unabakia kuwa mchokozi wa haki ya eneo na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Rwanda, Suminwa Turuka alisema, akinukuu ripoti ya wataalamu wa Umoja Mataifa ya mwaka jana ambayo ilieleza kuwa kati ya wanajeshi 3,000 hadi 4,000 wa Rwanda walivuka mpaka katika eneo la Kongo na walikuwa wakipigana kando ya waasi wa M23. Mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yaligonga mwamba Disemba mwaka jana baada ya Rwanda kuitaka serikali ya Kongo kuzungumza moja kwa moja na M23. Kundi hilo la waasi lilisonga mbele kwa kasi na kuchukua udhibiti wa miji ya Goma na Bukavu mnamo Januari na mwezi Februari. Katika juhudi za pamoja za upatanishi wa Afrika Mashariki na Kusini mwezi uliopita, viongozi wa kanda walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, lakini pia kuondoka kwa majeshi ya kigeni ambayo hayajaalikwa kutoka eneo la Kongo na pia kuwahimiza kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya vyama vya serikali na visivyo vya serikali ikiwa ni pamoja na M23. Rais wa Rwanda Paul Kagame hakukana kuwepo kwa wanajeshi wake nchini DR Congo alipoulizwa kuhusu hilo. Sijui, alisema katika mahojiano na CNN. Mgogoro wa mpaka umeifanya nchi yake ambayo mara nyingi inatazamwa kama kipenzi cha nchi za magharibi sasa inapoteza upendeleo haraka katika mataifa yote. Shinikizo lazidi kuongezeka kwa kutaka kuondoa vikosi vyake katika ardhi ya Kongo, lakini bado haijafanya hivyo kwa ufanisi, Suminwa Turuka alisema. Alikaribisha vikwazo vya Marekani vilivyowekwa kwa waziri wa serikali ya Rwanda, James Kabarebe, akisema vitasaidia kuweka shinikizo kwa wavamizi ambao ni Rwanda. Hata hivyo, alikanusha kuwa hazina haki na hazifai katika kutatua mgogoro. Tume ya Umoja wa Ulaya kwa upande wake imesitisha mashauriano ya ulinzi na kuweka chini ya mapito mkataba wa maelewano ambao ulitia saini mwaka jana na Rwanda kuhusu malighafi. Waziri Mkuu wa Kongo alikaribisha maamuzi ya Tume ya Umoja wa Ulaya akisema kuwa unyonyaji haramu wa rasilimali hiyo ni moja ya sababu za mzozo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaishutumu Rwanda kwa kutumia vibaya madini yake mashariki mwa nchi hiyo, jambo ambalo Rwanda inakanusha. Uingereza ilisema wiki iliyopita kuwa miongoni mwa hatua nyingine inasitisha msaada isipokuwa fedha zilizokusudiwa kwa makundi maskini zaidi na yasiyo hatarini zaidi, isipokuwa nchi hiyo iondoe wanajeshi wake itashiriki kwa maana katika mazungumzo na usitishaji mapigano kufikiwa. Rwanda ilielezea uamuzi huo kama wa kuadhibu, ikisema haikuwa busara kutarajia kuhatarisha usalama wa taifa. Waziri Mkuu wa Kongo alisema kuwa Rwanda inapuuza wito wote wa kuondoa wanajeshi wake. Kwa hiyo ni nani anayesimama katika njia ya kusuluhisha mzozo? Sio serikali ya Kongo, alihoji. Awali Rwanda imekiri kupeleka vikosi vyake kwa kujihami na kushambulia wakati wa mzozo unaoendelea, ikidai haki yake ya kutetea eneo lake. Pia imekuwa ikishutumu mara kwa mara serikali ya Kongo kwa kuwahifadhi na kufanya kazi na kundi la wanamgambo wa FDLR ambalo wanachama wake ni pamoja na wapiganaji wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda.
Alipoulizwa kuhusu hilo, Suminwa Tuluka alikanusha kuwa jeshi la Kongo linafanya kazi na waasi wa FDLR, lakini alisema nchi yake itashiriki katika mchakato wa kuwazuia wapiganaji hao. Linapokuja suala la nini kitatatua tatizo iwapo mazungumzo ya moja kwa moja na M23 yataondolewa, waziri mkuu alisema pamoja na mazungumzo na Rwanda, jibu ni rahisi kwa kile ambacho kitahakikisha usitishaji wa mapigano. Hakikisha kwamba wanajeshi wa Rwanda wanaondoka katika eneo la Kongo na kwamba M23 wao wanakomesha kuua wakazi wa Kongo, alisema. Kwa habari mbalimbali na mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa. Tunaona serikali ya Kongo haipo tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 ambao bado wanazidi kusonga mbele. Kubwa zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa, lakini tuachia maoni yako kwa habari mbalimbali.